Jambo, katika kipindi hiki tunaenda kuangalia hadhi ya lugha na tunaambiwa kwamba lugha inaweza kuwa na hadhi mbalimbali kulingana na majukumu inayotekeleza. Kumbuka ulipitia lugha, ukaelezwa maana ya lugha na ukaelezwa majukumu ya lugha. Kwa hivyo kulingana na yale majukumu ambayo lugha inatekeleza inaweza kuwa na hadhi mbalimbali. Kwa hivyo kulingana na hadhi ya lugha tunapata hadhi zifuatazo. Kuna lugha ya taifa, kuna lugha rasmi na kuna lugha ya kimataifa. Tutaanza na lugha ya taifa ambayo ni national language, na nchini Kenya lugha yetu ya taifa ni Kiswahili. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba lugha ya taifa ni lugha iliyoteuliwa kama kitambulisho cha utamaduni na wa taifa zima. Ni lugha iliyoteuliwa kama kitambulisho cha utamaduni wa taifa nzima. Hili ni kosa hapa. Kwa hivyo tunasema ni lugha iliyoteuliwa kama kitambulisho cha utamaduni wa taifa nzima. Ni lugha inayowaunganisha watu kutoka makabila mbalimbali ili waweze kushirikiana na kufanya kazi pamoja kwa manufaa ya taifa lao. Kwa hivyo tunaona kwamba lugha ya taifa inawaunganisha watu wa taifa hilo. Huenda wakawa ni watu kutoka makabila mbalimbali na lengo ni kuwaunganisha, kuwaleta pamoja. Hapa tuna swali ambalo linasema taja mambo ya kuzingatia katika kuteua lugha katika nchi. Katika kuteua lugha ya taifa katika nchi. Tuseme kwa mfano Kenya tuna lugha nyingi. Na miongoni mwa hizo lugha kuna lugha ambayo inaweza ikateuliwa ili kuwa lugha ya taifa. Ili lugha iteuliwe kama lugha ya taifa ni mambo yepi yanafaa kuzingatiwa. Jambo la kwanza, lugha hiyo ni sharti iwe na wazungumzaji wengi. Pili, lugha hiyo ibebe amali, tamaduni na historia ya watu wengi. Tatu, lugha hiyo iwe na matumizi mapana, kimaandishi, kifasihi na kimsamiati. 4, lugha hiyo iwe na uwezo wa kuenea na kutumiwa na jamii mbalimbali. 5, lugha hiyo ina uwezo wa kutosheleza mahitaji ya mawasiliano. Na 6, iwe na uwezo wa kuunganisha watu. Mambo ya kuzingatia katika kuteua lugha ya taifa katika nchi. Fafanua sifa za lugha ya taifa. Sifa ya kwanza, lugha ya taifa imevuka mipaka ya kabila. Kwa hivyo sio lugha ya kikabila, ni lugha ambayo inatumiwa na watu wa makabila mbalimbali. Pili, ni lugha inayozungumzwa na watu wa makabila yote na wala sio kabila moja pekee. Ni lugha inayozungumzwa na watu wa makabila yote na wala sio kabila moja pekee. Tatu, ina uwezo wa kutohoa hisia za kikabila. Ina uwezo wa kutohoa hisia za kikabila ili kufanya watu kuhisi kuwa taifa moja. Ili kufanya watu kuhisi kuwa taifa moja. 4, ni lugha ya kwanza ya kikundi fulani. Ni lugha ya kwanza ya kikundi fulani cha watu katika taifa husika. Katika taifa husika, hivyo kuwakilisha utamaduni wa wenyeji. Kuwakilisha utamaduni wa wenyeji. Lugha haiwezi kuwa lugha ya taifa kama si lugha ya wenyeji wa taifa hilo. Lugha ya kigeni iwezi kuwa lugha ya taifa. Tuseme kwa mfano, lugha ambayo ililetwa na wakoloni haiwezi ikakuwa lugha ya taifa ya nchi fulani. 5, ina muundo unaofanana na baadhi ya lugha za kwanza. Ina muundo unaofanana na baadhi ya lugha za kwanza za watu husika. Jambo hili linafanya kufunzwa kwa lugha hii kuwa rahisi. Ukiangalia kwa mfano Kiswahili,
6 ni mojawapo ya lugha za kienyeji, ni mojawapo ya lugha za kienyeji zinazozungumzwa katika taifa fulani. Yaani lugha ya taifa isiwe lugha ya kigeni katika taifa husika. Lugha ya taifa isiwe lugha ya kigeni katika taifa husika. Na 7 ni lugha mojawapo asilia, ni lugha mojawapo asilia. Tunaambiwa kwamba si lugha ya kigeni. 8 ina uwezo wa kukidhi mahitaji ya kimawasiliano. Ina uwezo wa kukidhi mahitaji ya kimawasiliano. Tunaambiwa kwamba lugha ya taifa lazima ifanikishe mawasiliano katika taifa husika. Lugha ya taifa lazima ifanikishe mawasiliano katika taifa husika. 9 huwapa watu kitambulisho katika umoja wa kimataifa. Huwapa watu kitambulisho katika umoja wa kimataifa. Ina maana kwamba, kwa mfano, katika mataifa ya kigeni, mtu atatambuliwa kuwa Mkenya au Mtanzania kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Ina maana kwamba, nchini Kenya Kiswahili ni lugha ya taifa na nchini Tanzania Kiswahili ni lugha ya kitaifa. Kwa hivyo, Mkenya au Mtanzania akienda katika nchi za kigeni na akazungumza Kiswahili, kile Kiswahili kitamhusisha kuwa ametoka katika taifa la Kenya au katika taifa la Tanzania, kwa sababu mataifa hayo mawili hutumia Kiswahili kama lugha ya taifa. 10 huibua hisia za kizalendo miongoni mwa wananchi. Huibua hisia za kizalendo miongoni mwa wananchi. Huibua uzalendo miongoni mwa watumiaji wa lugha moja ambayo ni lugha ya taifa. Hapa kuna kosa, inafaa kuwa uzalendo.